Wana na binti za Mungu, ninamtukuza Mungu kwa ajili ya wasaa tena mzuri wa kuenda kujifunza somo hili makini na la muhimu sana. Kama ambavyo tulijulishana awali, somo la leo linasema kuzimu ni nini na iko wapi. Kwa wale ambao hamkupata taarifa mapema, ninaamini nimeinua shauku yako baada ya kutaja kichwa cha somo kwamba kuzimu ni nini na iko wapi. Hili ni jambo la msingi mno kwamba kila mtu aweze kulifahamu. Kwa nini? Kwa sababu ya umuhimu wake katika kudefine aina ya maisha ambayo tunaweza tukaishi hapa duniani, lakini pia kutusaidia kuelewa kile ambacho Mungu anafundisha kuhusu asili ya mwanadamu, tatizo la dhambi na hali ya wafu. Ni vipengele vya muhimu sana. Na kama umezingatia, tumekuwa na mfululizo wa masomo kadhaa ambayo yamekuwa ni yana maoni mtambuka. Kila mtu ana maoni yake. Kwa mfano, kuna somo tuliliupload linaitwa hali ya wafu, na ukienda ukizingatia utagundua kwamba tunachoenda kujifunza leo kina uhusiano sana na ile somo lilotangulia kuhusu hali ya wafu, kwa sababu unapotaja kuzimu moja kwa moja tunapata connection na hali ya wafu au tatizo la kifo. Sasa kuzimu ni nini na iko wapi, ndiyo ambayo itakuwa mada yetu ya leo. Lakini kabla tujaanza, tuweze kukaribisha uwepo wa Mungu kwa njia ya ombi. Hebu na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, ninakusihi sana utuongoze kwa kila hatua, ukitufunulia kile ambacho kipo katika maandiko yako matakatifu. Tunaomba Roho Mtakatifu aje juu yetu kwa wingi sana, mimi mnenaji na msikilizaji na mtazamaji, tutakapokuwa tunaenda kuangalia mada hii muhimu sana juu ya hali ya wafu. Asante Yesu kwa kuwa umenisikia na kwa kuwa umekwisha kutenda. Basi ninakuomba kwamba utupatie ufanisi tunapoenda kujifunza somo hili. Kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amina. Kama nilivyosema, ni somo ambalo lina maoni mbalimbali, kila mtu anaongea la kwake. Lakini katika hiyo hali ya kila mtu kuongea mambo yake, yapo yale mambo ambayo watu wengi wanakubaliana. Yaani unakuta idadi fulani ya watu au imani fulani ya watu wanaamini hivi, wengine wanaamini vinginevyo. Sasa wakati ninaandaa hili somo, nikapata wazo la kwenda kwenye mitandao ya kijamii ili nione huko wanasemaje. Nikapata sosi moja inaitwa Wikipedia. Ninaamini wengi tunaitumia sana kwa ajili ya kuchunguza taarifa. Wiki inasema kwamba kuzimu ni huko ambako binadamu wanasadikika kuendelea kuishi baada ya kufariki dunia. Ni huko ambako binadamu wanasadikika kwamba wanaendelea kuishi baada ya kufariki dunia. Twende taratibu tu, tutaenda kujifunza vizuri. Lakini akaendelea kusema kwamba kuzimu ni eneo la mateso. Wengine wanasema hivyo kwamba kuzimu ni eneo la mateso. Lakini unajua hata neno la Mungu, yani Biblia, haijakaa kimya kuhusu hili swala. Ukichukua Biblia yako ya Kiswahili cha kawaida, hicho cha Kimvita, ambavyo naamini Biblia ambazo zimesambaa sana, neno kuzimu limetajwa mara 73. Na katika hizo mara 73, mara 19 imetajwa katika Agano Jipya. Kwa hiyo unaweza ukaona ni mada ambayo ni ya muhimu na ni msamiati ambao umetumika sana hata katika maandiko matakatifu. Lakini tunazidi kuwa na shauku ile ile kwamba kuzimu hasa ni nini? Au mtu anaposema kuzimu anamaanisha nini? Iko wapi? Sasa kama nilivyotangulia kusema ya kwamba kuzimu kumefungamanishwa na wafu. Yaani mtu anapotaja habari ya kuzimu basi utataja pia na wafu kwa sababu imefungamana na kaburi. Na hapa tunapata swali jingine la kwamba wafu wako wapi? Hali yao kwa sasa ikoje? Hili ni swali, haya maswali mawili ni miongoni mwa maswali ya muhimu pia sana, kwa sababu katika ulimwengu ambao tunakaa, kimsingi hakuna mtu ambaye hajawahi kufiwa na mtu wake wa karibu au na ndugu yake au na rafiki. Wapo wazazi ambao wamefiwa na watoto wao, watoto waliofiwa na wazazi wao, lakini pia waume waliofiwa na wake zao, wake waliofiwa na waume zao, mradi tu ya kwamba kila mtu amewahi kufiwa. Sasa wale wapendwa wetu wanapotutoka, tunakuwa na shauku ya kujua kwamba hivi wameelekea wapi. Bahati mbaya ni kwamba wanaenda tu, hawarudi, wala hatujui kwamba nini kinatokea huko waliko. Pia kuna siku nilikuwa nina mjadala na mtu katika mtandao mmoja wa kijamii, akawa amegusia, akaandika somo pale akitoa mawaidha ya kwamba tunapaswa kuishi maisha matakatifu katika hii dunia, kwa sababu tusipoishi maisha matakatifu tutapotea na kwenda kuzimu. Nikaona tutapotea na kwenda kuzimu ni sawa, tunapaswa kuishi maisha matakatifu. Lakini nikapata shauku ya kumuuliza pia kuzimu ni wapi? Akaniambia kuzimu ni kule anakokaa shetani. Kwa hiyo umeona kuna imani nyingi, na ni Mkristo huyo. Kuna imani nyingi, kila mtu anasema lake. Mahali anapokaa shetani, mahali pa mateso, mahali ambako mtu anasadikika kwamba anaendelea kuishi akiwa ameshakufa na mambo mengine kama hayo. Katika somo la leo tunaenda kuangalia Biblia inasemaje, na tunaamini ya kwamba kile ambacho neno la Mungu litakuwa linakisema, yani Biblia, ni neno lisiloweza kupingwa, kwa sababu
tunajudge maisha yetu yote tukitumia Biblia kama kanuni ya maisha. Biblia ni neno la Mungu lisilokosea, na hata ukiangalia Biblia inavyojishuhudia yenyewe, inajishuhudia kama neno la Mungu. Ninajua kwamba wapo watu ambao wanafundisha na kuamini ya kwamba Biblia ni kitabu tu ambacho kiliandikwa na watu fulani wanafalsafa wenye akili kwa ajili ya maintain order ya dunia, kuhakikisha kwamba dunia haiwi katika hali ya machafuko. Lakini hiyo sio sawa. Biblia ni neno la Mungu ambalo linafaa kwa mafundisho na kutumika kama standard au kipimo kwa ajili ya kila tendo na jambo ambalo mwanadamu anaweza akafanya. Angalia kile ambacho Biblia inajishuhudia yenyewe. Twende katika kitabu cha Petro wa pili, na hapa tutasoma sura ya kwanza na tutasoma aya 2, aya 20 pamoja na aya ya 21. Na unajua barua ya Petro iliandikwa kwa watu wote. Neno la Mungu linasema hivi, aya 20: mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Pointi ya kwanza, kwamba hakuna sehemu katika maandiko matakatifu ambayo inaweza kufafanuliwa au kufasiriwa kwa kadiri tu anavyopenda mtu fulani. Kwa nini anasema? Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Yaani hakuna watu ambao walikaa wakafikiria kwamba tuandike kitabu ambacho kitakuwa kina sheria na kanuni ambazo wanadamu watazifuata ili kwamba dunia iwe katika oda. Hapana, ni neno la Mungu. Anasemaje? Anasema unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe katika uandishi wa Biblia anasema wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu akiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni Mungu aliwaongoza kile cha kuandika, na baada ya kujua kwamba waliongozwa ni neno la Mungu wala sio tu matokeo ya mkutano fulani wa wanafalsafa na watu wenye akili katika hii dunia, ndipo Paulo anakuja kuongezea kwenye barua yake ya pili kwa Timotheo. Anakuja kuongezea, anasemaje? Sura ya 3 aya ya 16. Anasema hivi, anasema hivi katika Timotheo wa pili 3:16. Anasema sura ya 16 nitasoma: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Hili neno lenye pumzi ya Mungu anasema linafaa kwa mafundisho, linafaa kuwaongoza watu, linafaa kuwaonya na hata kuwaadabisha makosa yao na kuwaongoza katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Kumbe kile kilichopo kwenye maandiko, moja, tumejifunza ya kwamba ni neno la Mungu. Mbili, tumejifunza ya kwamba halitafsiriwi kama tu ninavyopenda mimi au kama utavyopenda wewe au mchungaji fulani. Lakini tatu, tumejifunza kwamba linafaa kwa ajili ya mafundisho. Kumbe kupitia hili neno hakuna jambo ambalo limepungua humu ambalo hatuwezi kujifunza. Tukihitaji kanuni za afya zipo humu, tukihitaji kanuni za ulaji ziko humu, tukihitaji kanuni ya jinsi ya kuchangamana mtu na mtu ziko humu, mpaka jinsi ya kudhibiti magonjwa yale yanayoenea, yale magonjwa ya kuambukiza kama kwa kolera, kipindupindu, ziko humu. Kuna kila kitu. Utashangaa kwamba kila kitu kiko humu. Magonjwa yote ya kuambukiza unayoyafahamu, kanuni za jinsi ya kujikinga nayo zipo kwenye neno la Mungu. Hayo ni maajabu mengine ya neno la Mungu, ni package iliyokamilika. Kwa hiyo linafaa kwa mafundisho, linafaa kuwaonya watu, linafaa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Na mtu anapokuwa ameadibishwa katika haki na kuongozwa, anasema kwamba anakuwa kamili. Sasa tunalitumiaje hili neno la Mungu katika kujifunza? Kama Petro ametuambia ya kwamba hatulifafanui tu kadiri ninavyopenda mimi. Yaani hata hii mada tunaenda kuiangalia leo, sitafafanua kulingana na mtazamo wangu. Hapa ninapenda kusisitiza kanuni moja juu ya jinsi ya kujifunza na maandiko. Unajua wengi, hakuna mtu ambaye yuko empty brain. Wote tuna kitu katika fahamu zetu. Tuna mitazamo yetu na tuna imani zetu. Lakini linapokuja swala la kujifunza maandiko, naweka mtazamo wangu pembeni, naweka imani yangu pembeni, najifunza neno la Mungu kwa maongozi ya Roho Mtakatifu. Nikishajifunza nikaelewa kile ambacho Roho Mtakatifu alikimaanisha, ndipo ninachukua mtazamo wangu ninaupima kwa neno la Mungu. Ninachukua imani yangu ninaipima kwa neno la Mungu. Na nikiona mtazamo wangu na imani yangu hauendani na neno la Mungu, nitafanya mabadiliko ili niendane na neno la Mungu. Bahati mbaya, tuna watu ambao wanataka kupima Biblia kwa mtazamo wake. Anapima Biblia kwa imani yake, na ikiwa vitapishana, basi atairekebisha Biblia ili iendane na kile ambacho anakiamini. Hiyo ni namna mbaya kabisa ya kujifunza neno la Mungu. Sasa tusogee tena kitabu cha Isaya sura ya 28, tutasoma aya ya 10. Tujifunzaje sasa
haya maandiko matakatifu ikiwa siruhusiwi kulitafsiri kwa maneno yangu au kwa kile ambacho ninapenda. Isaya 28 aya 10, twende hapo upesi ili tuingie kwenye mada yetu ya leo. Isaya 28 aya ya 10. Neno la Mungu linasema hivi: kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Hii ndio namna bora ya kujifunza maandiko matakatifu. Wazungu wanasema the Bible is its own interpreter. Biblia inajifafanua au inajifasiri yenyewe. Kwa kitu naweza nikasoma kwenye kitabu cha Isaya nikapata ufafanuzi wake kwenye kitabu cha Danieli, au nikasoma kitabu cha Mathayo nikapata ufafanuzi wake kwenye kitabu cha Malaki. Neno la Mungu linajifafanua lenyewe na hata Biblia haipingani. Na ndio maana wale wanafunzi wa unabii unaweza kuona kwamba huwa wanatumia kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo katika kujifunza, kwa sababu mara nyingi vile ambavyo vinatajwa kama mafumbo kwenye kitabu cha Ufunuo unakuta vimefafanuliwa kwenye kitabu cha Danieli. Kwa mfano, Ufunuo sura ya 13 anataja habari ya wale wanyama wawili, lakini ukija kwenye Danieli 7:17 anasema wanyama wale uliowaona ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Kwa hiyo umeona vitabu vimesaidiana katika kufasiri maana ya mnyama. Kwa hiyo tutalinganisha maandiko hata leo, huku kidogo na huku kidogo, kanuni hii na kanuni hii, ili tuone neno la Mungu linasemaje kwenye hii mada yetu ya kuzimu ni nini na iko wapi. Tuendelee kwenda pamoja. Nitajitahidi kwenda taratibu ili tuweze kuelewa vizuri. Sasa kuhusu swali la kuzimu ni nini na iko wapi, au hasa wafu wako wapi katika ujumla wake, kuna imani au mitazamo miwili mikubwa. Moja, kuna wanaosema kwamba kuzimu ni eneo la mateso ambalo waovu wanateswa kulingana na aina ya maisha aliyoyaishi duniani. Lakini mtazamo wa pili juu ya hali ya wafu, sasa kuna wale wanaosema kwamba wapo makaburini wakisubiri ufufuo. Tuna mitazamo miwili hapo juu ya hali ya wafu. Moja, wanasema kwamba waovu wako kuzimu wakiteseka kulingana na maisha maovu aliyoyaishi duniani, lakini wenye haki wametwaliwa wako mbinguni. Mtazamo wa pili ni kwamba wafu wako makaburini wakisubiri ufufuo, ili baada ya ufufuo waweze kupata adhabu au waweze kupata haki, waweze kupata malipo kulingana na maisha ambayo waliyaishi hapa duniani. Sasa kama umeshasikiliza lile somo la hali ya wafu na ukaangalia jinsi Biblia inavyosema juu ya hali ya wafu, unaweza ukaona moja kwa moja kwamba mtazamo ya kwamba kuna maisha baada ya kifo sio mtazamo wa kibiblia, wala hiyo imani sio bibliko. Ni imani ya kipagani na ambayo ina mwanzo wake kutoka kwa Shetani. Tutaenda kujifunza leo kwa nini. Lakini ningependa tukumbushane kidogo juu ya hii imani ya pili, kwamba wafu wapo makaburini wakisubiri ufufuo. Ndicho Biblia inachosema. Biblia haikubaliani na mtazamo ya kwamba wafu wapo mahali fulani wanaishi baada ya kufa. Nataka tukumbushane kidogo juu ya hii hoja ya pili ya kwamba wafu wapo makaburini wakisubiri ufufuo. Halafu baadaye tutaenda kuangalia hii hoja ya kwanza ya kwamba waovu wapo kuzimu wakipata mateso kulingana na maisha yao ya uovu walioyaishi hapa duniani. Tutaenda kuangalia hii imani imejengwa katika jambo gani, na tutaenda kuangalia usahihi uko wapi. Tukumbushane hili jambo. Aya ya pili ni kwamba katika Biblia hakuna mahali popote ambapo panaonyesha kwamba mtu akishakufa immediate after death mtu anaanza kupata malipo kulingana na aina ya maisha ambayo ameyaishi. Yaani sio kwamba mimi muovu nikifa basi hapo hapo ninaanza kupata mateso kwa sababu ya maisha yangu maovu, au mwenye haki nimekufa hapo hapo ninatawaliwa kwenda mbinguni kwa ajili ya kuishi pamoja na watakatifu. Jambo hilo linatajwa tu kwamba litatokea baada ya hukumu, kama ambavyo tumejifunza katika somo lilotangulia. Lakini hapa naomba tukumbushane kwa baadhi ya aya za maandiko nilishazisoma kwenye somo lilotangulia ili tuweze kwenda vizuri. Alafu kwa haraka tutaenda kwenye hoja ya pili ambayo hatukuigusia kwa undani hata katika somo lililopita. Twende pamoja kwenye kitabu cha Danieli sura ya 12 aya ya pili. Tumejifunza kwamba huku kidogo na huku kidogo, kanuni juu ya kanuni. Danieli sura ya 12 tutasoma aya ya kwanza na ya pili. Hapa anataja mambo ambayo yatatokea katika ile siku ya mwisho. Aya ya kwanza anasema hivi: wakati huo Mikaeli atasimama, jemadari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwahi kuwako tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo.
na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Anasema watu wako wataokolewa, kila atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Sasa ukiangalia hiki kitabu ambacho kinasemwa hapa kipo kwenye Ufunuo sura ya 20. Umeona sasa jinsi ambavyo Biblia inajifasiri yenyewe. Unalinganisha aya kwa aya, andiko kwa andiko. Aya ya pili anasema, tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Aya ya pili, tena wengi wa hao walalao katika mavumbi wataamka, wengine wapate uzima wa milele na wengine aibu na kudharauliwa milele. Wakina nani wanaopata uzima wa milele? Ni wale walioishi maisha ya haki kwa neema inayotolewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Wakina nani ambao watapata aibu na kudharauliwa milele? Ni wale ambao waliishi maisha yasiyo matakatifu, maisha ya uovu. Unachoweza kujifunza hapa kirahisi ni kwamba waovu kwa wema wote wapo makaburini wakisubiri hukumu, tofauti na mtazamo wa wengi ya kwamba muovu anapokufa basi moja kwa moja anaanza kupata adhabu kulingana na kile ambacho alikiishi katika hii dunia. Kama hiyo haitoshi, twende tuangalie tena kitabu cha Isaya sura ya 26 aya ya 19. Najua ninaweza kuwa ninaenda kinyume na kile ambacho unakiamini, lakini usihamaki. Najua wengi wa tunahamaki tunapoona vitu tofauti na vile ambavyo tunaviamini. Uzuri ni kwamba siongei mimi, ni neno la Mungu linasema. Isaya sura ya 29 aya ya 19 anasemaje? Anasema, wafu wako wataishi, maiti zangu zitafufuka. Amkeni kaimbeni, ninyi mnaokaa katika mavumbi, ninyi mnaokaa mavumbini, kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Mungu anasema wafu wako wataishi, maiti zangu zitafufuka. Amkeni, amkeni ninyi mnaokaa mavumbini. Hapa hata wale watu waaminifu wa Mungu wataitwa, na katika ufufuo watatoka katika mavumbi ya nchi. Huu ni uthibitisho mwingine unaotuonyesha ya kwamba wenye haki wapo mavumbini wakisubiri siku ya ufufuo, na watakapokuwa wanafufuliwa watatokea huko na watavalishwa taji ya ushindi. Wenye haki hawapo mbinguni sasa hivi, wapo katika mavumbi ya nchi, ukiacha wale wachache waliofufuliwa ambao Biblia inatuambia wazi ya kwamba walifufuliwa. Kwa mfano, kuna wenye haki walifufuliwa wakati Yesu anafufuka. Hatujatajiwa majina yao, lakini tunajua wapo. Ukiacha hao, wengine wote wapo makaburini wakisubiri ufufuo. Hiyo ni Isaya 29:19 ambayo inapatana kabisa na Danieli 12 aya ya kwanza na aya ya pili. Twende tena tusome Yohana Injili sura ya 5. Hapa kuna maneno ya Yesu mwenyewe. Yohana Injili sura ya 5 aya ya 21, aya ya 25, aya ya 28. Neno la Mungu linasema hivi, aya 21, maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao. 25, amini nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale watakaoisikia watakuwa hai. Kuna wafu watakaoisikia sauti ya Mungu, na anasema wale watakaoisikia watakuwa hai. Kitabu cha Ufunuo kinatuambia ya kwamba kuna makundi mawili ya wafu ambao wataisikia sauti ya Mungu. Kuna wale ambao wataisikia katika marejeo yake ya kwanza anapokuja katika mawingu. Huu ni ufufuo wa wenye haki. Neno la Mungu linauita ufufuo wa kwanza. Lakini baada ya hapo kutakuwa na ufufuo wa pili, ufufuo wa waovu. Na hilo sio neno langu. Kabla tujaenda kuangalia aya 28 ya kitabu cha Yohana, nikupeleke kwenye kitabu cha Ufunuo ili uone mahali ambapo panasema kuna ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili. Yohana sura ya 20. Anasemaje? Yohana sura ya 20 aya ya 5. Anasema hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 6,000. Anasema huo ni ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1,000. Kwa hiyo Biblia inatufundisha ya kwamba hata katika siku ya mwisho kutakuwa na aina mbili za ufufuo. Kutakuwa na ufufuo wa wenye haki, lakini pia kutakuwa na ufufuo wa pili wa waovu. Na neno la Mungu linasema heri na mwenye haki ni yule aliye na sehemu katika ule ufufuo wa kwanza.
Aya 28 Yesu anaendeleaje kusema? Anaongea na Wayahudi, anasema msistaajabie maneno hayo. Na mimi ninakwambia kwamba usistaajabie hiki ambacho ninakisema, kwa sababu kimeandikwa. Yeye anasemaje? Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja, mwana wa Mungu anasema hivi, ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. 29 Nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kumbe kutakuwa na makundi mawili. Yesu anarudia tu kile ambacho tayari ameshakisema Danieli. Tumesoma Danieli 12:1-2 ya kwamba watu wafu watatoka makaburini, waliofanya mema kwa uzima wa milele na waliofanya mabaya kwa aibu na kudharauliwa milele. Hapa Yesu naye anakuja kusema kwamba wataisikia sauti yangu, nao watatoka. Watatoka wapi? Makaburini. Hawatatoka wapi? Mbinguni wala sehemu nyingine yoyote. Watatoka makaburini, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliofanya mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Ziko aya nyingi sana, mtu wa Mungu, ambazo zinaonyesha ya kwamba waovu kwa wenye haki wapo makaburini na wala hawaendelei kuishi. Na unajua hii kitu ya kwamba hawaendelei kuishi wala hawako hai huko waliko, hawana utambuzi, pia ni neno ambalo lipo kibiblia. Biblia inafundisha hivyo. Ukisoma Mhubiri sura ya 9 anasema ya kwamba huko kaburini, huko ambako wapo katika hali ya mavumbi, hawana utambuzi. Kama hawana utambuzi, tafsiri yake ni kwamba hawauishi ule moto, moto hauwachomi. Maana kama wakiishi maumivu, maana yake wana utambuzi. Wala wenye haki wala wenye waovu, hakuna mwenye utambuzi. Neno la Mungu ndicho linachosema, tofauti na mitazamo ya wengi wa ulimwengu. Kwa baadhi ya madhehebu ya Kikristo wanafundisha ya kwamba waovu wapo katika moto sasa hivi wakiteseka, kinyume na kila ambacho neno la Mungu linasema. Tuthibitisho hilo, tunaenda kwa kanuni ya imeandikwa, wala sitasema neno langu hata moja. Mhubiri sura ya 9 tuanze aya ya 5. Neno la Mungu lisilokosea linasemaje? Anasema hivi, kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Wenye haki wanajua kwamba, walio hai wanajua kwamba watakufa. Mimi najua kwamba Yesu akikawia kurudi nitakufa, na hata wewe unayenisikiliza, ikiwa Yesu atakawia utakufa. Tunatambua hilo, lakini mtu ambaye tayari ameshakufa, kwa mujibu wa neno la Mungu lisilokosea, ni kwamba hajui neno lolote, hapitii maumivu wala hapitii furaha ya aina yoyote. Angalia tena anachoendelea kusema, aya ya 10. Lolote mkono wako utakalopata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako zote, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Anasema maadamu unaishi, upo katika hii dunia, lolote mkono wako unalopata kulitenda, ulitende kwa nguvu zako zote, kwa sababu huko unakoenda hakuna hekima wala maarifa wala shauri wala kazi huko kuzimu uendako wewe. Ni aya ya kwanza ambayo tumeisoma, inataja kuzimu. Moja kwa moja hapa tunaweza tukajua kwamba kuzimu sio eneo la mateso. Maana kama lingekuwa ni eneo la mateso, tafsiri yake ni kwamba wale waliopo kule wana maarifa na wanajua ya kwamba wanapitia hali ya mateso, wanaona yale maumivu. Ila neno la Mungu lisilokosea linatuambia kwamba hawajui neno lolote, wala huko kuzimu hakuna maarifa. Bado hatujajibu swali, kuzimu ni wapi? Ila kwa sehemu tumeweza kugundua ya kwamba sio kweli kwamba kuna eneo ambalo waovu wanateseka katika moto linaloitwa kuzimu. Kwa nini? Moja, kwa sababu waovu hawajui neno lolote, wenye wafu hawajui neno lolote. Lakini pili ni kwamba kuzimu hakuna maarifa wala kazi wala shauri lolote. Huyo ni Mhubiri sura ya 9 aya ya 5 na aya ya 10. Lakini hata ukienda tena Mhubiri 12:7 anasema kile ambacho kinatokea katika ile siku ya kufa. Anasema mavumbi huirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho humrudia Mungu aliyeitoa. Hapa mjadala mwingine unaweza ukawepo kwamba roho ni nini. Biblia inatufundisha kwamba roho sio kitu chenye uhai kinachoishi ndani yetu. Roho ni pumzi ya Mungu ambayo ilipulizwa katika pua zetu siku ile. Tutaenda kujifunza wakati mwingine. Sasa baada ya kukumbushana hayo mambo ya kwamba wafu hawajui neno lolote,
ambayo hiyo moja kwa moja pia inatupeleka kwenye hoja ya kwamba hakuna eneo ambalo linawaka moto ambalo watu wanateketea sasa hivi, wala hakuna mwenye haki ambaye baada ya kufa ametwaliwa kwenda mbinguni, kwamba wenye haki wanakufa wanaenda mbinguni, waovu wakifa wanaenda motoni. Biblia haifundishi hivyo. Lakini pia nikukumbushe kitu. Paulo anasema msio watoto katika akili zenu. Hebu tujiulize swali hili rahisi, kwamba muovu amekufa, ameenda motoni, anateseka kulingana na aina ya maisha maovu aliyoishi duniani. Mwenye haki amekufa, kulingana na maisha yake ya haki anaenda mbinguni, anaenda kukaa pamoja na wenye haki. Halafu ije siku ya mwisho Yesu aje duniani awafufue waovu na wenye haki, afu tena waovu warudishe motoni, wenye haki wapeleke mbinguni. Ni hoja ya kawaida ambayo najaribu kuijenga katika fahamu zangu, ambayo na wewe itakusaidia. Yaani mtu atoke mbinguni aende kaburini, si watafufuka kutoka makaburini? Halafu mwingine atoke kuzimu, huko ambako tunafundishwa kwamba kuna moto, aende kaburini. Halafu Yesu amfufue. Aliyetoka motoni arudi motoni, alienda mbinguni aende mbinguni, ijara ya wenye haki. Sasa angalia, ni kitu ambacho hata akiingia akilini, lakini pia hata neno la Mungu alifundishi. Kwa hivyo watu wa Mungu, tuyachunguze maandiko, tuwe kama Waberoya, tusiwe watu tu wa kuamini kile ambacho wachungaji wetu wanasema. Tuhoji kwamba mbona neno la Mungu linafundisha hivi? Ninakwambia leo ya kwamba hebu nenda kamuulize mchungaji wako, mwinjilisti anayekwambia kwamba mtu akifa anaenda motoni au anaenda mbinguni. Muulize ile swali, halafu uone atakujibuje. Nina uhakika atapata kigugumizi, kwa sababu atakosa support ya neno la Mungu juu ya hicho ambacho anakufundisha. Twende kwenye hoja ya pili, kwamba waovu, kwamba kuzimu ni eneo linalowaka moto likiwateketeza waovu ambao wameishi maisha yasiyofaa katika hii dunia. Na unajua hii hoja au hii imani ya kwanza kwamba kuzimu ni eneo linalowaka moto likiwateketeza waovu ni hoja ambayo pia wanaoishikilia wametumia baadhi ya aya za maandiko. Aya ya kwanza walioitumia ni Yuda aya ya 7. Kitabu cha Yuda kina sura 1. Kwa hiyo Yuda 1 aya ya 7. Lakini pia na kitabu cha Luka sura ya 16. Ndizo aya ambazo wanazitumia kujustify au kuunga mkono hoja ya kwamba waliokufa wapo kuzimu wakiteseka katika moto wa milele. Lakini usishangazwe, Shetani anapomjaribu Yesu alitumia neno liliandikwa. Katika majaribu yake yote matatu alisema ya kwamba imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Aliquote neno la Mungu, alinukuu neno la Mungu. Lakini hata Yesu naye katika kujitetea dhidi ya mjaribu alitumia neno la Mungu. Tunachojifunza katika tukio hili la Yesu kujaribiwa ni kwamba Shetani pia anaweza akapindua maandiko ili yamfae yeye, akayapindua na kuyatafsiri vibaya ili yaendane na ule uongo ambao anaufundisha. Lakini kama tunavyojifunza ni kwamba Biblia inajitafsiri yenyewe, wala haihitaji mtazamo wetu katika kujifunza, ili tujifunze kwa usahihi usioweza kukosea. Twende sasa tuangalie haya moja moja ili tuone, je, kinachoaminiwa ndicho kilicho? Yuda sura ya 1 aya ya 7. Yuda aya ya 7. Neno la Yuda alikuwa anaongelea habari ya kile ambacho kilitokea pale Sodoma na Gomora. Anasema hivi kwenye aya ya 7: kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando waliofuata uasherati kwa jinsi moja na Hawa, wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele. Wanaoshikilia hili fundisho au hii imani wanasema kwamba wale wakazi wa Sodoma na Gomora baada tu ya kupata ile adhabu ya moto wa milele, basi wamekuwa wakiteketea katika huo moto wa milele hata leo. Kwa hiyo wanaitumia hii kama hoja ya kwamba wapo kuzimu katika huo moto wa milele wakiteketea. Lakini nimesema aya ya pili wanayoitumia ni Luka sura ya 16. Twende kwanza tuiangalie hii Yuda 1 aya ya 7. Neno la Mungu linasema kwamba imewekwa, tukio lile limewekwa kuwa dalili. Biblia zingine zinasema kwamba wamewekwa kuwa watu wa exemplary action, wamewekwa kuwa watu wa mfano. Sasa inamaanisha nini kuwa watu wa mfano? Mtu kuwa mfano ina maana mbili. Moja ni kwamba wale watu wa Sodoma na Gomora wanaangamizwa katika moto wa milele mpaka wakati huu, ili sisi tujifunze. Yaani tunavyoangalia ya kwamba wanateketea katika ule moto, basi tuweze kujifunza ya kwamba tunapaswa kuishi maisha matakatifu kwa sababu kuna moto. Lakini hiyo hoja tayari inapingana na sehemu zingine za maandiko zinazofundisha ya kwamba wafu hawako hai wala waovu hawaangamii, wanasubiri makaburini ili baada ya ufufuo wapate hukumu kulingana na matendo yao. Kwa hiyo tunaikataa moja kwa moja.
kwa sababu inapingana na neno la Mungu. Hoja ya pili ni kwamba tukio lile la Sodoma na Gomora kama lilivyorekodiwa na mtume wa Mungu Yuda limewekwa kuwa mfano wa kile kitakachotokea katika wakati wa maangamizi ya mwisho ya moto wa milele. Yaani tukio lile lililotokea kule Sodoma na Gomora limewekwa kuwa mfano kwa sisi tunaojifunza leo, likituambia kile ambacho kitatokea katika maangamizi ya mwisho. Na unajua mtu wa Mungu, unaposoma neno la Mungu unagundua kwamba hoja hii ya pili ndiyo hasa ambayo Yuda alikuwa anaimaanisha, na sio ile ya kwanza ambayo shetani amewatumia watumishi fake kuweza kupotosha. Nini kilitokea? Mwanzo sura ya 19 aya 24 na 28 inasema ya kwamba baada ile jioni wale malaika walivyoshuka kule Sodoma, anasema waliuangamiza ule mji. Ibrahimu anavyoamka asubuhi akaangalia kule bondeni, anasema aliona moshi unapanda kama moshi wa tanuru kutoka kwenye ile miji. Ilikuwa imeangamizwa kabisa kabisa na ikawa majivu. Mwanzo 19:24 na 28 inasema hivyo. Na Petro anapokuja kutaja juu ya kile ambacho moto wa milele utakuja kufanya katika siku ya mwisho, anarudia kile ambacho kilifanyika kwenye Sodoma na Gomora. Umeona sasa kwamba imewekwa kuwa mfano juu ya kile ambacho kitatokea katika maangamizo ya mwisho. Twende pamoja kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ya 2 aya ya 6 uone maajabu ya neno la Mungu. Anasema hivi, neno la Mungu linasema hivi: tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akiipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa wamchi Mungu baada ya haya. Anasemaje? Kwamba aliipindua miji ya Sodoma na Gomora, akaitia kiberiti, akaichoma, akaifanya majivu. Kwa nini? Akafanya iwe ishara kwa ajili ya wale ambao watakuwa hawamchi Mungu. Kumbe watu wasiomcha Mungu leo wanaweza akaangalia kile ambacho moto ulifanya ili iwe ishara kwao, iwaambie kile ambacho Mungu atakuja kufanya siku ya mwisho. Lakini kama hiyo haitoshi, Petro wa pili hii sura ya 3 na ile aya ya 7 anasema, lakini mbingu za sasa na nchi za sasa zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno hilo hilo, zikilindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Ukiangalia Petro anapokuja kufundisha juu ya habari ya moto ambao utafanya kazi siku za mwisho, analinganisha na tukio la Sodoma na Gomora. Tunachojifunza ni kwamba moto wa Sodoma na Gomora hauwaki mpaka sasa hivi. Pale ilipo bahari ya chumvi katika ramani ndipo ambapo ile miji ya Sodoma na Gomora na miji ya kando kando ilikuwepo. Pana bahari pale. Lakini pia hatuwezi kusema ya kwamba wanaangamia katika moto. Kwa sababu gani? Tumejifunza kwamba moto hauwaki sasa hivi. Waovu wapo makaburini wakisubiri ufufuo ili wapate hukumu yao. Kwa hiyo sio sawa kusema ya kwamba wanaangamia sasa hivi. Lakini ni sawa kusema ya kwamba kile kilichotokea katika siku zao, ile miji ikifanywa majivu, ndicho ambacho kitatokea katika siku ya mwisho, kwa sababu waovu pia watafanywa majivu. Na hapa nitarudia hoja ambayo niliitoa kwenye somo lilotangulia juu ya habari ya hali ya wafu. Ninasema hivi, neno la Mungu linasema moto wa milele utakuwepo. Ninajua kwamba kuna baadhi ya Wakristo wanaojiita Wakristo ambao wanafundisha ya kwamba Mungu mwenye upendo hawezi kuwaangamiza watoto wake kwenye moto wa milele. Mashahidi wa Yehova wanafundisha hivyo. Biblia inasema kwamba Mungu atawaangamiza waovu katika moto wa milele. Lakini Biblia haifundishi ya kwamba kuangamizwa huko kutakuwa kwa kusiko na kikomo. Neno la Mungu alisema hivyo. Kama ambavyo wale watu walifanywa majivu, neno la Mungu pia linatufundisha ya kwamba katika ule moto wa milele watu watateketezwa na watafanywa kuwa majivu. Na hilo sio neno langu. Twende pamoja tukaangalia kitabu kile cha mwisho cha Agano la Kale, kitabu cha Malaki sura ya 4. Tutasoma aya ya 3. Sitaongea wala sitatoa mtazamo wangu. Tutaangalia neno la Mungu linasemaje. Malaki sura ya 4 aya ya 3. Neno la Mungu linasema hivi: nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Anasema katika ile siku kuu ya hukumu, wenye haki watawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yao. Na mimi nikuulize, ikiwa mtu ambaye ni majivu bado anaendelea kujitambua au bado anaendelea kuteketea? Jibu ni hapana. Ukija ukisogea kwenye kitabu cha Obadia sura ya 1 aya ya 16, anasema waovu watakuwa kana kwamba hawakuwahi kuwepo. Na sasa nikuulize swali la pili, ikiwa mtu yupo kwenye moto anateketea miaka 10, 20, milioni 10, billion years, bado anateketea, tunaweza tukasema huyo mtu ni kana kwamba hayupo wakati tunamuona? Jibu ni hapana. Kwa hiyo tunaangalia kile ambacho neno la Mungu linafundisha
ya kwamba waovu watateketea na kuwa majivu kama tu kile ambacho kilitokea kwenye kile kisa cha Sodoma na Gomora. Kwa hiyo tumeshaona tafsiri iliyopindishwa juu ya kile ambacho kilitokea katika Sodoma na Gomora. Neno la Mungu linasema kwamba kile kilikuwa ni mfano juu ya kile ambacho kitatokea kwenye siku ya mwisho, na wala haimaanishi ya kwamba waovu watateketea daima bila mwisho. Unaweza ukasoma pia kitabu cha Maombolezo sura ya 4 aya ya 6 pamoja na Ufunuo sura ya 20. Hapo tumeshaweka sawa. Tumeona uongo na udanganyifu wa shetani anayetaka kumchora Mungu kama Mungu katili ambaye atafurahia kuona waovu wakiteketea kwa miaka bila mwisho. Mungu mwenye upendo atawaangamiza waovu kwa sababu rehema zake zina kikomo, lakini hata waangamiza, hata wachoma halafu wanaungua bila mwisho. Sicho tunachojifunza kwenye neno la Mungu. Tunajifunza kwamba watateketea, watakuwa majivu na watapotea kabisa. Na mfano huu au uhakika huu tunaupata kutokana na kielelezo cha kile ambacho kilitokea katika mji ya Sodoma na Gomora na ile miji iliyokuwa kando kando. Ninaamini mtu wa Mungu hapo ipo clear na nimeweza kukuelewesha vizuri kwa mujibu wa neno la Mungu. Twende kisa cha pili. Kisa cha Lazaro na tajiri, sura ya 16 ya kitabu cha Luka. Hapa ndipo nataka tujifunze vizuri kwa sababu ni moja kati ya aya ambayo inatumika sana. Bahati mbaya ziko mbili tu. Hizo mbili tu ndio ambazo watu wanaofundisha huu uongo wanazisimamia, tofauti na kile ambacho neno la Mungu linafundisha. Nikupe summary ya kisa. Kwenye kitabu cha Luka sura ya 16 anataja kisa cha tajiri mmoja ambaye hatujaambiwa jina lake na masikini mmoja anaitwa Lazaro. Huyu tajiri alikuwa amebarikiwa, alikuwa na vitu vingi, alikuwa na vyakula, nyumbani kwake alikuwa anafanya sherehe kila siku. Lakini nje tu ya mlango wa nyumba yake alikuwepo maskini mmoja, Lazaro, mgonjwa, asiye na nguo, ambaye watu hawamjali. Hakuwa na chakula Lazaro. Na huyu tajiri bahati mbaya hakumjali. Wakati tajiri amekula tayari, kile chakula kilichokuwa kinaanguka chini, yale masazo, ndo Lazaro alikuwa anachukua kidogo anakula. Unaweza kuona jinsi tajiri huyu alivyokuwa sio mwenye kujali. Lakini hata wakazi wa ule mji pia walivyokuwa wasio wenye kujali, kwa sababu walikuwa wanamuona pia Lazaro lakini walikuwa hawamsaidii. Basi kisa kinasema ya kwamba baada ya muda fulani Lazaro akafa. Alivyokufa, neno la Mungu linasema kwamba akachukuliwa mpaka kwenye kifua cha Ibrahim. Lakini Lazaro baada ya siku tena kadhaa mbele, yule tajiri naye akafa. Na neno la Mungu linasema kwamba baada ya kufa akaenda kuteseka katika moto. Neno la Mungu linasema hivi katika aya ya 22. Anasema ikawa yule masikini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Nilikwambia mara ya kwanza ya kwamba aya hii ndio ambayo inatumika sana, kwa sababu inatuambia yule tajiri alipokufa alienda katika mateso, na Lazaro alipokufa alinyakuliwa na malaika mpaka kwenye kifua cha Ibrahim. Basi hoja hii ndiyo ambayo inatumika sana kuonesha kwamba wenye haki wanapokufa wanaenda mbinguni, kwa mfano Lazaro, na waovu wanapokufa wanaenda kuzimu katika mateso, kwa mfano wa huyu tajiri. Twende tukiangalia sasa hiki kisa kizuri baada ya kukupatia huo utambulisho. Wewe unaweza ukaenda ukakisoma chote kwenye hii Luka sura ya 16. Pointi ya kwanza ya kujifunza ni kwamba kitabu cha Luka sura ya 16 kimetaja mifano kadhaa hapa, lakini kimetanguliwa na mifano ya kondoo aliyepotea, mtoto aliyepotea pamoja na shilingi aliyepotea. Hiyo ni Luka sura ya 15. Lakini Luka sura ya 16 ile aya ya kwanza mpaka ile aya ya 13 imetaja habari ya msamaha. Ni mfano pia hapa umetajwa. Ukiangalia 14 mpaka 18 na kuna mfano mwingine tena pale. Kwa hiyo kumekuwa na vielelezo, mifano, mwana aliyepotea, mwana kondoo aliyepotea, shilingi aliyopotea, kisa cha msamaha, halafu ile hoja juu ya Torati na manabii, halafu tunavyoanza aya ya 19 ndipo sasa tunapata hiki kisa chetu. Kwa hiyo kimetanguliwa na mifano. Sasa pointi ya kwanza ya kunoti ni kwamba wanatheolojia wote, tunaenda kuangalia kisa cha undani, wanakubaliana ya kwamba mfano katika Biblia, mfano hauwezi kutumika kama msingi wa fundisho lolote. Yaani mfano hauwezi kutumika kama msingi wa moja kwa moja wa fundisho lolote la Biblia mpaka uwe umefafanuliwa
na kuona kama huo mfano unamaanisha kitu gani. Lakini hapa tuna watu ambao wanachukua hiki kisa kama ndiyo somo lenyewe juu ya hali ya wafu, kisa ambacho kina pointi kwa mtu mmoja, yule tajiri, lakini pia ni kisa pekee kwenye Biblia. Umeona hatari iliyopo hapo eh? Twende pamoja tukiangalie sasa. Sasa hapa tuna nini? Hapa tuna kisa kinachojenga fundisho kwamba waovu wanateseka motoni mara tu baada ya kufa, kinyume kabisa na aya zingine za Biblia ambazo tayari tumeshaziona. Lakini pia ni kisa kimoja tu, tena kinachomhusu mtu mmoja. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa hoja hiyo ya kwanza sio salama sana kutumia mfano kupinga mafundisho mengine ya Biblia ambayo yako dhahiri, ambayo hayajatumia mfano katika kuyaeleza. Hapa tu unielewe taratibu ya kwamba tuna aya ambazo ziko wazi kwamba wafu hawajui neno lolote, kwamba wako makaburini, kwamba watafufuliwa kutoka huko ili wapate hukumu. Aya za moja kwa moja, hata mtoto wa darasa la kwanza anaelewa. Lakini hapa tuna kisa ambacho kinasema muovu amekufa yupo motoni na mwenye haki amekufa amechukuliwa na malaika kwenda mbinguni. Sasa tusemaje? Biblia inapingana? Ni hapana. Tunaweza tukawa tu tumepata changamoto sisi katika kuweza kufafanua na kuelewa kile ambacho mfano unamaanisha, lakini kanuni ya kujifunza maandiko ni kwamba tutapaswa kufafanua mfano ili tuone unamaanisha nini, na sio kuchukua mfano moja kwa moja kama fundisho, tukizingatia pia kwamba Yesu alikuwa anatumia sana mifano. Kwa hiyo ni lazima tuwe na tafsiri sahihi juu ya kile ambacho kinasemwa hapa. Sasa hapa katika aya ya 23 amesema kwamba yule tajiri alishuka mpaka kuzimu, akalia kule kuzimu. Neno lililotumika kama kuzimu hapa, Agano la Kale Jipya limeandikwa kwa Kigiriki. Neno limetumika Hades, kumaanisha place of the dead. Ukienda kwenye concordance za Biblia na ukiangalia maandiko ya awali ya Biblia hasa Kigiriki, hapa ametumia neno Hades ambayo tafsiri yake ni place of the dead. Na hii Hades ni Agano Jipya Kigiriki. Ukija kwenye Agano la Kale, neno lile lile linalomaanisha Hades lililotumika ni Sheol, ambao maana yake ni place of the dead. Na unajua nini? The dead people may be righteous or wicked. Yani watu waliokufa wanaweza kuwa wenye haki au wanaweza kuwa waovu. Biblia haisemi ya kwamba Hades, yani kuzimu, ni eneo la waovu. Inasema ni eneo la wafu, place of the dead. Sasa tuendelee kujifunza zaidi tuone, je, huko kuzimu ni waovu tu wanateseka au ni eneo la wote? Pointi ya kuzingatia hapa, kama ambavyo tumesema Hades tafsiri yake ni place of the dead, ni kwamba kuzimu, yani Hades kama ilivyotumika katika Agano Jipya, ni eneo la wafu wenye haki na waovu, tofauti na mitazamo ya wengi ya kwamba kuzimu ni eneo ambalo waovu wanateseka. Biblia inafundisha wazi ya kwamba Hades, yani kuzimu, ambao ni sawa na Sheol katika Agano la Kale, ni place of the dead, the righteous one and the wicked one. Twende pamoja tujifunze neno la Mungu tuone. Wakorintho wa kwanza 15:55 inataja habari ya ile furaha ambayo wenye haki watakuwa nayo, lakini katika kushangilia wanasema, iko wapi Hades, kuzimu, yani mauti, nguvu yako? Uko wapi uchungu wako? Tunachojifunza hapa ni kwamba wenye haki wanafufuka kutoka Hades, na ndio maana kwenye aya ya 55 anasema hivi, kuu wapi ewe mauti kushinda kwako? Wapi ewe mauti uchungu wako? Ukiangalia hili neno mauti lilotumika hapa ni neno Hades. Kwa hiyo wenye haki wanafufuka wakitokea Hades na wanashangilia wakisema, ewe kuzimu, ziko wapi nguvu zako? Uko wapi uchungu wako? Wenye haki hao. Lakini na waovu pia wapo Hades, wapo kuzimu, place of the dead. Neno la Mungu linafundisha hivyo. Ukienda Ufunuo sura 20 aya ya 13 anasema ya kwamba katika ile siku ya mwisho hata kuzimu na yenyewe iliwatoa wafu ili wahukumiwe kulingana na matendo yake. Ufunuo 20:13 anasema hivi, bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wote wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu, Hades, ukiangalia hapa anasema tena Hades ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Lakini Yesu alipokufa alishuka kuzimu pia. Unaweza kusoma ili kwenye Matendo 2:27, ambao 2:27 ukiangalia neno lilotumika pale ni Hades, lakini Matendo 2:27 imequote au imenukuu Zaburi ya 16 aya ya 10 ambako kule imetumika neno Sheol Kiebrania. Kumbuka Agano la Kale liliandikwa kwa Kiebrania, Agano Jipya liliandikwa kwa Kigiriki. Kwa hiyo Sheol
ni sawa sana Hades, ambayo ni tafsiri ya kuzimu, ambayo ni tafsiri ya place of the dead, wenye haki kwa waovu pia. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 37 aya 35, Yakobo anasema kwamba atakapokufa ataenda Sheol, kwamba atamlilia mtoto wake hata Sheol. Yakobo mwenye haki anasema kwamba ataenda kuzimu, lakini pia tuna waovu ambao wameenda kuzimu. Sasa hapo unapata tafsiri ya kwamba hili neno Hades, yani kuzimu, ni common place of the dead, whether ni wenye haki au ni waovu, tofauti na kile ambacho watu wengi wanakiamini kwamba kuzimu ni eneo la mateso kwa waovu. Hapana, neno la Mungu linasema kuzimu ni common place of the dead, wenye haki kwa waovu. Mwanzo sura ya 37 aya ya 35. Ninatamani nyie wachungaji ambao mmesoma theolojia muambie ukweli wa waumini wenu, msiwadanganye. Mungu atawadai siku moja kwa sababu ya ukweli mlioufahamu na mkauficha ili waendelee kudumu katika makanisa yenu. Wao hawajui Kiebrania wala hawajui Kigiriki, lakini mnaweza mkawafundisha kwa uaminifu na wakaelewa kwamba kuzimu sio eneo ambalo watu wanateseka sasa hivi. Mwanzo 37:35 anasema wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa, akasema la, nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu. Yakobo mwenye haki anasema atashuka kuzimu. Kwa hiyo Yakobo naye anateseka kuzimu, kama kuzimu kuna moto. Swali jibu ni hapana. Ndio maana Paulo anasisitiza kwamba msiwe watoto katika fahamu zenu, yafahamuni maandiko, yawaweke huru na muepukane na uongo na madanganyo mengine. Ukisoma hata Ayubu pia, mtu wa Mungu huyu naye anasema kwamba atashukia kuzimu. Angalia anachosema kwenye Ayubu sura ya 14 ile aya ya 13. Biblia ina utajiri wa maandiko kiasi kwamba mtu wa Mungu hupaswi kudanganywa. Ayubu 14:13 anasema hivi: laiti ungenificha kuzimuni, ukanilinde kwa siri hata ghadhabu zako zitakapopita, na kuniandikia muda ulioamuriwa na kunikumbuka. Anasema unifiche kuzimu mpaka ule muda ulioamuriwa na kunikumbuka, kirejelea ufufuo. Maana katika ufufuo wenye haki watakumbukwa. Huyo ni Ayubu anaomba kuwa kuzimu, anasema unishushe tu kuzimu. Tafsiri yake nife, place of the dead. Ayubu 17:13 anasema nikitazamia kuzimu kuwa nyumba yangu, nikitandika malazi yangu gizani. Ayubu naye anatarajia kushuka kuzimu. Sasa kama kuzimu lingekuwa ni eneo la waovu, nikuuliza hao wenye haki wanatafuta nini huko? Ni lazima tujifunze neno la Mungu na tuone kile ambacho kinafundisha. Sasa turudi kwenye kisa chetu. Ninaamini hapo umeshaanza kunifuatilia na umeanza, wazungu wanasema umeanza kuconnect dots, point kwa point, andiko kwa andiko, ukiangalia ukweli uko wapi. Turudi kwenye kisa chetu. Basi yule tajiri akaendelea kumuomba Ibrahim, na katika kumuomba akasema katika aya 27, basi baba na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu atumwe Lazaro huyo, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Akasema la, Ibrahim, lakini kama mtu atokaye kwa wafu akienda watatubu. Akamwambia kwenye aya 31, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishiwa hata mtu akifufuka kutoka kwa wafu. Sasa mambo gani tunaojifunza hapa? Tuangalie. Tunachojifunza hapa ni kwamba Musa na manabii ndio wanayo majibu juu ya ukweli kuhusu Sheol au Hades au kuzimu. Ndio wanao ukweli. Na unajua Musa tunarejelea vitabu vile 5, lakini baadhi ya Zaburi pia ameandika Musa na kitabu cha Ayubu. Manabii ndio tunawataja wakina Isaya ambao tayari tumeshasoma habari zao, pamoja na mitume wengine ambao walitumika juu ya kwa habari ya kutufundisha neno la Mungu kuhusu mada mbalimbali, ukiwepo huu ukweli kuhusu hali ya wafu. Sasa Agano la Kale nimesema imetumia neno Sheol Kiebrania, ambao ni sawa na Hades Kigiriki kwenye Agano Jipya. Sasa neno Sheol kwenye Agano la Kale limetumika mara 65. Limetumika kumaanisha kaburi, yani grave, mara 31. Limetumika kuwakilisha shimo, yani pit, mara 3. Na limetumika kumaanisha kuzimu, yani hell, mara 31. Agano Jipya neno Sheol tumesema ni sawa na Hades, lenyewe limetumika mara 11. Limetumika kumaanisha kuzimu mara 10, na limetumika kumaanisha grave, yani kaburi, mara 1 katika Korinto wa kwanza 15:55. Kwa hiyo mambo gani sasa tunajifunza hapa? Tunaenda karibu na mwisho. Ninaomba ulizingatie sana katika point ambazo nitakuwa ninazitoa hapa. Moja ni kwamba kuzimu is a common receptacle of the dead. Kuzimu ni eneo ambalo waovu
kwa wenye haki wanaenda pindi wanapokufa. Ni ile eneo ambalo linawapokea waovu kwa wenye haki, sio eneo la waovu ambako huko wanateseka. Neno la Mungu alitufundisha hivyo. Hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili ni kwamba mtu anaenda kuzimu akiwa jinsi alivyo na mwili wake huu wa nyama, ndo anaenda kuzimu. Wengi wao tunafundisha kwamba roho ipo kuzimu inateseka, na tunaposema roho, kuna baadhi ya watu, sisemi kwamba ndio Biblia inavyosema, wanaamini ni kitu fulani kinachoishi ndani yangu, kwamba mimi nikifa basi roho yangu inatoka, na hiyo roho ina utambuzi. Na ndio maana ninawaambia hata wazazi muwe makini sana na aina ya movie ambazo watoto wenu wanaangalia. Kuna movie zinafundisha ushetani na umizimu. Unakuta mtu labda amekufa, alafu baadaye eti roho yake inafufuka, inaanza kuleta adhabu kwa wale ambao walimuua yule mtu. Uongo kabisa. Neno la Mungu linafundisha mtu aliyekufa hajui neno lolote. Movie hizo ni ushetani na zinasaidia kupush hii agenda ya shetani ya kufundisha kwamba mtu akifa anaenda kuzimu, na agenda yake nyingine ya kwamba kuna maisha baada ya kufa, tofauti na kile ambacho neno la Mungu linasema. Na ndio maana ukiniuliza mimi, ninakushauri achana na habari za kuangalia hizo movie zinazofundisha na kupump mambo ya kishetani, yakiwepo hayo juu ya hali ya wafu. Hapa nimesema kwamba mtu anaenda kuzimu akiwa na mwili wake huu. Ukiangalia Yakobo anasema ataenda kuzimu akiwa na nywele zake zenye mvi. Hiyo ni Mwanzo 37 35 tumeshasoma. Lakini kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 16 kuna kisa kingine. Pale tunawaona watu, tunamuona Kora, tunamuona Dathan na Abiram. Hawa walienda kuzimu wakiwa hai, yani walishuka kuzimu wakiwa hai. Kuzimu tofauti na mitazamo ya wengi ya kwamba eti ni roho inayoenda huko kuzimu. Angalia neno la Mungu linavyosema, Hesabu sura ya 16. Hatutasoma aya zote, tutasoma tu baadhi. Aya 30 mpaka aya 33. Neno la Mungu linasema hivi. Anasema hivi. Nchi 32, nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza na watu wa nyumba zao na wote walioshikamana na Kora na vyombo vyao vyote. 33. Basi wao na wote waliokuwa nao wakashukia shimoni wali hai. Hili neno shimoni ukienda kuangalia ni neno Sheol, kuzimu. Walishuka kuzimu wakiwa hapo hai, nayo nchi ikawafunika wakaangamia kutoka mle mkutanoni. Lakini pointi ya tatu ni kwamba wanaoenda kuzimu au Hades, yani Sheol au Hades au kuzimu, ni kwamba wanabaki huko hadi ufufuo kama ambavyo tumeshajifunza. Lakini pointi ya mwisho na ya msingi ni kwamba kuzimu ni chini ya dunia, in the earth beneath. Mara zote ambazo utaona neno la Mungu likisema neno kuzimu limerefer kwamba ni chini ya dunia, in the earth beneath, ambayo hiyo ni tafsiri ya neno tulionao leo, yani grave, kaburi. Ezekieli 31:15 hadi 18 unaweza ukasoma hapo. Sasa tukirudi tena kwenye kisa chetu, kinamaanisha nini sasa? Baada ya kufafanua hiki kisa vizuri, Luka 16 inamaanisha nini? Tuweke conclusion, kwa sababu tumeshahitimisha ya kwamba kuzimu ni eneo ambalo waovu kwa wenye haki wanaenda wakisubiri ufufuo na wala hawajitambui huko. Turudi kwenye kisa chetu Luka sura ya 16 sasa, tuone kinamaanisha jambo gani. Ili tuweze kujua kinamaanisha jambo gani, twende kitabu cha Warumi sura ya 4 aya ya 17. Nilisema leo tutaongea kidogo, tutasoma sana. Warumi sura ya 4 aya ya 17 nasema hivi: kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa wengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayafanyaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Hii ni sifa ya Mungu, anayafanya yale yasiyokuwako kana kwamba ameshafanyaje, yameshakuwako, akitumia vielelezo ambavyo vingine havipo kana kwamba tayari vipo. Na ndio maana Mungu alimuita Ibrahimu kwamba ni baba wa mataifa kabla hata hajampata Isaka. Yaani tayari anamuita baba wa mataifa kana kwamba tayari ameshampata. Kwa nini? Kwa sababu ahadi zote za Mungu zilizo katika Yesu ni ndio. Yaani Mungu akiahidi ni kama ameshafanya tayari, kwa sababu yeye ni wa kweli. Kwa hiyo hata baadhi ya visa vingine anavyovitumia, anatumia visa kana kwamba mambo tayari yameshatokea, lakini mambo ambayo yatatokea baadaye. Kwa nini? Kwa sababu akilisema ni kweli litatokea. Angalia mfano huu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya ya 10 kinataja habari ya damu ya Abeli inayonena. Unajua damu haiongei, lakini Mungu anatumia mfano. Anasema damu inayonena. Ukiangalia kitabu cha Yoshua 24 anasema mawe, pale tunaona mawe yanayosikia.
Ukisoma Waamuzi sura ya 9 unaona miti iliyofanya kikao ili kumchagua kiongozi. Ukisoma Yakobo sura ya 5 unaona mishahara ya waliodhulumiwa ikiwalilia wale waliodhulumu. Mungu anatumia lugha ya mifano katika kufundisha, lakini pia Mungu anayaita yale mambo ambayo bado hayajatokea kana kwamba yamekwisha kuwako. Sasa tunaporudi kwenye hiki kisa tunaona kwamba Mungu, hiki kisa kilikuwa kina point juu ya kile ambacho kitatokea siku ya mwisho, habari ya maangamizo ya waovu ambao wameishi maisha ya anasa hapa duniani, maisha ya kutokujali na maisha ya kutowajali wengine, wakitumia mali zao kwa ubinafsi. Lakini pia ni kisa ambacho kilikuwa kina pointi juu ya habari ya wale masikini, na ndio maana Yesu anasema heri maskini wa roho, maana ufalme wa Mungu ni wao. Kuna watu ambao katika hii dunia wamekosa kila kitu, wamekosa ile comfort, wamekosa vile vitu vya kidunia, lakini wana imani kwa Mungu wa mbinguni. Mungu anapoangalia ile taji aliyowawekea, yale maisha mazuri aliyowawekea, anakuja kuyaweka katika hiki kisa kana kwamba yameshatokea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu kitu alichokisema ni kama tayari kimetimia. Kwa hiyo kwenye hiki kisa tunaona kile ambacho kitakuja kutokea siku za mwisho, lakini Mungu akikielezea kana kwamba kimekwisha kutokea, kana kwamba waovu tayari wapo kwenye moto, maana neno la Mungu linasema wataenda kwenye moto, na neno la Mungu ni la hakika. Lakini pia anataja habari ya watu wenye tumaini katika ufufuo. Mungu anawaelezea katika mfano wa Lazaro kana kwamba tayari wameshafufuliwa, kana kwamba tayari wanapata ile faraja. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akisema ni kama ametenda. Kwa hiyo tunaona ni kisa cha mfano, wala sio kisa ambacho kinatufundisha kupishana na sehemu zingine za maandiko. Twende tumalizie sasa Timotheo wa kwanza sura ya 6 aya ya 17 ili uweze kuelewa vizuri. Aya 2 za mwisho. Timotheo tutasoma na kitabu cha Mwanzo ili tumalizie. Ninaamini tumekuwa pamoja tangu mwanzo na tumeelewana vizuri tu katika kila kipengele ambacho tumekifundisha. Timotheo wa kwanza sura ya 6 aya 17. Walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri wao usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Anasema walio matajiri wa ulimwengu huu waonye. Muda mwingine mtu akibarikiwa kwa mali anajisahau kama yule tajiri, anatumainia mali, anakuwa mbinafsi. Lakini hapa anasema hebu waonyeke kupitia hiki kisa, wasizitumainie mali zao na utajiri wao usio yakini. Anasema wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi. Huyo tajiri ya kumtumaini Mungu alikuwa mbinafsi, aliishi kana kwamba yani yeye ndio Mungu, alikuwa anaabudu nafsi hata hakuwajali wengine. Ndio maana hapa Paulo anasema tuwaonye. 18 watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao. Huyu tajiri alikuwa ni mbinafsi, hakuwa tayari kutoa mali zake. Anasema wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Unaweza kuona hekima ya Mungu katika aya hizi 3. Anasema wajiwekee hazina. Yesu alisema kwamba mahali hazina yako itakapokuwepo ndipo utakapokuwepo na moyo wako na uzima wako. Huyu tajiri aliweka hazina yake duniani. Yaani alikuwa anajiabudu nafsi na matokeo yake akapotea, akaikosa mbingu. Kwa hiyo tunachojifunza kupitia kisa cha yule tajiri ni kuto kuzitumainia mali, kuwajali wengine, kutumia vile vipawa ambavyo Mungu ametubariki navyo kwa utukufu wa Mungu. Kile kisa akitufundishi ya kwamba waovu wako motoni wakiteketea. Hapana, hilo sio neno la Mungu, ni danganyo la Ibilisi aliyeamua kupindisha neno la Mungu ili kuunga mkono madai yake ambayo tunaenda kuyaona hivi karibuni. Kwa hiyo tunajifunza habari ya kile kisa. Tunajifunza kuweka tumaini katika mambo yanayodumu ya umilele kama alivyofanya Lazaro. Kwa hiyo kile kisa ni mfano. Lakini sasa tuende kuhitimisha kwamba sasa kwa nini inakuwa hivi? Kwa nini shetani anadanganya na kuyapindisha maandiko kwa jinsi hii? Kwa nini shetani anadanganya akiyapindisha maandiko? Ni kurudisha kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na pale tutasoma aya ya 3. Neno la Mungu linasema hivi, Mwanzo 3:4. Anasema nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Huyo nyoka ni shetani. Shetani anakazia na kusisitiza sana juu ya fundisho la kutokufa kwa nafsi kwa sababu ya hiki alichokisema hapa kwamba hakika hamtakufa. Kumbuka alisema ya kwamba mwanadamu anaweza kuishi milele hata atakapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu, akimwambia Hawa ya kwamba hamtakufa. Kwa hiyo anavyofundisha juu ya maisha endelevu baada ya kifo, kwamba nikifa naendelea kuishi, ni katika kutilia uzito hoja yake ambaye alisema Edeni ya kwamba hakika hamtakufa.
Tena ameenda mbali akifundisha ya kwamba unapokufa unakuwa katika hali bora zaidi katika ile ya kwanza. Na unajua sio ajabu, hapa alimwambia Hawa, mtafanana na Mungu, mtakuwa kama Mungu. Kwa hiyo anafundisha watu ya kwamba unapokufa unaendelea kuishi. Yaani ni kama unamuuliza, mbona sasa tunakufa na ulisema hatutakufa? Anasema haufi, unaendelea kuishi baada ya kufa. Umeona huo uongo wa shetani? Kwa hiyo shetani anafundisha hivi na anatumia njia mbalimbali. Anatumia njia ya movie kama nilivyotangulia kusema, mtu anakufa, umeona baadaye sijui amefufuka kama mzimu, kama roho, anaenda kuwashambulia watu walio hai. Anafundisha kupitia vitabu, vipo vitabu vinavyofundisha kwamba watu wamekufa akafufuka. Baadhi hata naweza kuvitaja kwa jina, kuna kitabu kinaitwa Mzimu wa Gamboshi na vingine vingi unavifahamu vinavyofundisha hali ya umizimu. Lakini amefikia mbali, anafundisha mpaka katika kupindisha neno la Mungu kama ambavyo tumeshaona. Yaani hatumii tu vitabu, hatumii tu movie, anatumia mpaka mbinu ya kupindisha neno la Mungu lionekane lina support idea yake ya kwamba mtu anapokufa anaendelea kuishi. Uongo ulioje! Bahati mbaya ni uongo ambao sio tu unashikiliwa na watu wa duniani. Kuna baadhi ya Wakristo pia wasiolifahamu neno la Mungu, wanaolifasiri vibaya neno la Mungu, wameuchukua na kuwafundisha watoto wao. Uongo kabisa uliopitiliza. Leo tumejifunza hili jambo, tumegundua ukweli na tumejifunza kwamba Luka sura ya 16 haifundishi maisha baada ya kifo. Inafundisha kwa njia ya mfano kila ambacho kitatokea endapo tutaishi maisha ya kutojali, maisha ya kujitumainia nafsi, maisha ya kutumia vibaya vile vipawa ambavyo Mungu anatupatia. Lakini pia kinatufundisha ya kwamba tunapoishi katika tumaini kama Lazaro, tujapokufa tutakuwa tunaishi, kwa sababu ipo siku ambayo tutaamka. Mungu ameahidi na Mungu ni mwaminifu, akiahidi ni kama ametenda. Lakini pia Yuda sura ya 1 aya ya 7, tunachojifunza pale ni kwamba Mungu rehema zake zina ukomo na utafikia wakati ataangamiza watu waovu na watakuwa kana kwamba hawakuwahi kuwapo, watakuwa majivu. Wito wangu ni kwamba mpokee leo Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uikimbie hukumu. Kuna mtu niliwahi kuwa ninajifunza naye, nikamwambia kwamba Mungu anakuja, atauhukumu huu ulimwengu. Yesu anarudi, Maranatha. Akasema, mmeanza kusema lini kwamba Yesu anakuja? This is 2025 lakini hatuoni chochote. Ninataka nikwambie tena, mtu wa Mungu, tena ninakuombea, Yesu anakuja na atakapokuja atahukumu kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Ufunuo sura ya 1 aya ya 7, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona, hata wale waliomchoma watamuona. Hilo ndilo neno la Mungu. Basi Mungu atubariki sana. Ikiwa una swali au ikiwa una jambo lolote, tuwasiliane kwa namba unazoziona zinapita hapo chini, 0674 169 209 na 0740 169 209. Unaweza ukatutafuta tukawasiliana na tukaendelea kujifunza. Mungu akubariki sana. Nina uhakika kabisa ya kwamba hili somo limekaa vizuri. Umejua kuzimu ni kaburini, sio eneo ambalo moto unawaka, lakini umejifunza pia juu ya habari ya hali ya wafu, ya kwamba wafu hawaendelei kuishi huko waliko. Mungu akubariki sana na tuendelee kuwa pamoja. Hii ni Jerusalem Media Tanzania na leo ulikuwa na mimi Justin Mponzi. Barikiwa sana.